Karibu mwanamichezo, tutazame mengi kutoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni wakati ambao tupo katika upande wa dirisha dogo la usajili, maboresho makubwa yakiwa yanazidi kufanyika katika upande huo. Mnyama wa mwituni Simba Sports Club ni moja ya timu ambayo tayari imeridhia kufanya vizuri, kufanya makubwa na kuhakikisha kwamba wanakuwa katika sehemu ya ushindani mkubwa. Ni wakati ambao tayari coach Steve Barker amewasilisha na kuweza kutoa ripoti yake ya kiufundi zaidi kwenye baadhi ya maeneo ambayo anahitaji Simba waweze kumfanyia maboresho makubwa kwa kuingiza baadhi ya wachezaji wazuri ambao anaamini kuna kitu cha ziada ambacho anakwenda kuongeza katika upande huo na kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika top class, top performance ya hali ya juu katika upande huo na katika usanifu na ushindani mkubwa uliotukuka. Usiyoyajua nyuma ya pazia ni kwamba kwenye ripoti ya mwalimu tayari wachezaji nyota watatu aliyowahitaji kati ya nyota sita tayari wameweza kuonekana. Lakini ikumbukwe upo usajili ambao Simba walishatangulia kufanya. Mwalimu aliridhishwa na kiwango cha bwana mdogo, wakaamua pia waweze kumsajili. Ninapozungumza nawe tayari Simba imefanikiwa kukamilisha sajili tatu za kimataifa kwa maana ya wachezaji watatu wa kigeni, then pia wamemsajili mchezaji mmoja. In total tayari Simba imewasajili wachezaji wanne, lakini huyu wanne kwa maana ya Baraka Mwangosi huyu hahesabiki kwenye ripoti ya mwalimu, kwa sababu wakati ambao benchi la ufundi au wakati ambao coach Steve Barker anakwenda kutoa ripoti yake ilikuwa tayari usajili wa bwana huyu mdogo ulishakamilika. So coach kwenye nafasi yake anahitaji wachezaji wa sita. Within 6 players tayari kafanikiwa kuwapata wachezaji nyota watatu. Hawa ndio wachezaji ambao tunawasubiri utambulisho wao. Wawili ni mabeki, alafu mwingine ni winga. So bado kuna namba 8 hajampata, bado hajampata namba 10 na bado pia hajampata kipa. Hayo ni maeneo matatu ambayo bado Steve Barker hajapata wachezaji anaowahitaji. Lakini left back tayari kapatikana. Ukija kwenye upande wa beki wakati tayari kapatikana, na winga mmoja aliyekuwa anamhitaji winga wa kulia kwa kina Kibu na kina Joshua Mutare tayari kaweza kupatikana katika nafasi hiyo. Sasa hii ndiyo list ambayo Simba wamefanikiwa kukamilisha sajili zao kwenye idadi ya wachezaji almost wanne ambao moja kwa moja nitahitaji wajue, uwatambue na kila ambacho ana uwezo wa kuja kuongeza katika upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, wachezaji nyota wanne ambao usajili wao umekamilika. Wa kwanza ni mwamba anaitwa Ismail au unaweza kuita Ismail Olivier Traore. Ukimtazama Ismail Olivier Traore, huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 28 ambaye anakipiga kunako klabu ya soka ya Stellenbosch ya kutokea Afrika ya Kusini. Huyu ndiye mchezaji tegemezi ambaye coach Steve Barker alikuwa naye takriban misimu miwili mfululizo ya mafanikio ndani ya kikosi cha Stellenbosch, alikuwa akimpatia kile ambacho alikuwa anakihitaji. Baada ya kocha Steve Barker kuja ndani ya Simba, amemtazama Rashid Daluk, ni mmoja wachezaji wazuri wenye utulivu na ukomavu mkubwa, lakini bado hajatazama ile spirit ambayo Shamu Karabwa anaitoa katika nafasi hiyo. So indeed Simba baada ya kudhihirisha na kuthibitisha kwamba wakara wa Shamu awe ni mmoja ya watu ambao wanafanya uharaka wa kumtafutia timu Shamu, tayari Simba wamekamilisha zoezi lao la usajili wa Ismail Traore, raia wa pale nchini Ivory Coast au Cote d'Ivoire, kutoka katika timu ya Stellenbosch, timu ambayo ametokea pia kocha wa Simba Steve Barker. So Steve Barker amempata mchezaji wake aliyemhitaji na aliyemtaka kurokea katika taifa la Afrika ya Kusini kwenye timu yake pendwa ambayo ametokea mwezi jana wakati anakwenda kutambulishwa na klabu ya wekundu wa Msimba Simba. So chuma cha kwanza ni Ismail Olivier Traore, ndio majina yake matatu. Ana miaka 28, ni beki wakati center backs, anaweza kucheza namba 4 na anaweza kucheza kama namba 5. Huyo ndiye mchezaji wa kwanza ambaye usajili wake umekamilika. Now we are just waiting about anniversary, kwa maana ya utambulisho, ni wakati gani ambao atakwenda kutambulishwa. Mchezaji wa pili ni Ribase Guye.
Ribase Guye miaka 22 aliyonayo kwa sasa. Tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2003 ndio bwana mdogo alipata nafasi ya kuzaliwa. So kimtazama umri wake, moja ya vijana ambao wana uwezo wa kuja kuongeza kitu cha ziada ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi na kuhakikisha kama timu inakuwa katika top class, kinatoa performance ya hali ya juu katika upande huo. So that man Ribase Guye ni winga ambaye Simba amemsajili kutokea timu inaitwa Tingueti ya kutokea pale nchini kwao Senegal. Mmoja wa wachezaji ambao pia kutazama performance yake ni performance ya hali ya juu katika nafasi hiyo. So Ribase Guye ni mchezaji wa pili, usajili wake umekamilika na kila kitu kipo wazi zaidi ili kuweza kutambulishwa. Kiwango cha US dollars 3.5 pesa ambayo kwa pesa ya Kitanzania inahesabika milioni 875 ndicho kiwango ambacho kimegharamikia au ndicho kiwango ambacho Simba amekitoa katika timu ya Tingueti FC ya kutokea pale Senegal ili kukamilisha usajili wa winga huyu Ribase Guye, mmoja wa wachezaji ambao ukiwatazama performance wise ni mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na top performance ya hali ya juu, na Simba wakiwa wamefanikiwa kumpata winga hatara baada ya kwenda kuifanya timu kuwa katika sehemu ya ustadi, ushindani, uweredi na ubora mkubwa uliotukuka. Lakini tukija katika upande wa mchezaji wa tatu ambaye tayari pia kajumuishwa na kaongezeka katika upande huo ni mwamba anayejulikana kwa jina la Hadim Diao. Bwana Hadim Diao huyu ni beki wa kushoto kutokea katika taifa la Mauritania, ndiko ambako anatokea. Obviously Hadim Diao for now ametimiza umri wa miaka 27. Tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 1998 ndio wakati ambao Hadim Diao alipata wasaa wa kuzaliwa kulitazama jua na mvua. Sasa ni mmoja wachezaji ambao Simba amekamilisha usajili wake. Usiyoyajua ni kwamba Hadim Diao toka hiyo jana yupo nchini Tanzania kwa ajili ya kukamilisha usajili wake ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Tayari makubaliano kwa pande zote mbili kati ya Simba pamoja na Hadim Diao yamefikia tamati, na Hadim amekubali kusaini mkataba wa miaka takriban 2 ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi ili kuitumikia Simba katika msimu na kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika top performance ya hali ya juu. Pia Simba imeridhia kutoa kiwango cha pesa ambacho Al Hilal Omdurman ya kutokea pale nchini Sudani wanakihitaji katika nafasi hiyo, na wanahitaji pia kutimiza kile ambacho wanahitaji katika mtaji huo. So Hadim Diao mbavu ya kushoto ambayo coach Steve Barker alihitaji kwenye ripoti yake apatiwe beki mwingine wa kushoto wa kuja kuongeza nguvu zaidi upande wa Anthony Mrigo ambaye amekuwa na performance nzuri, lakini ndiye msaji pekee kabakia katika nafasi hiyo baada ya Nabi Kamara kuondolewa katika nafasi hiyo na kupelekwa katika jukumu la kucheza kama kiungo kutokana na Nabi Kamara kutokana na Alassane Kante kuwa na adhabu katika michuano yote na kukosekana kwenye michezo 7 ya hivi karibuni katika upande wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini huyu ukimtazama Hadim Diao deal done confirmed katika upande. So hao ni nyota watatu ambao ni nyota wa kigeni, usajili wao umekamilika. Lakini chumba cha mwisho na ndiye mchezaji mzao ambaye usajili wake umekamilika na ndiye mchezaji pekee ambaye alitangulia kusajiliwa na ndani ya Simba ni Baraka Mwangosi. Baraka Mwangosi ni sehemu ya usajili ambao tayari Simba imekamilisha usajili wao katika